Huyu mwanafunzi ni mtoto wa kike, ni mwanafunzi ambaye yuko kwenye kitengo maalum, yani elimu maalum. Wale wanafunzi ambao kimsingi bado hawako vizuri kwa maana ya afya ya akili. Kwa mazingira hayo, shule yetu ya msingi Chanika ina kituo hicho. Tunalea watoto hao wenye mahitaji maalum. Lakini pale ambapo tunaona kuna umuhimu wa kuweza kuwachanganya na wengine, basi tunakuwa tunanyofoa kule mmoja mmoja kwa kadri ambavyo tunaweza tukaona, ili wajione kuwa sio sehemu ambayo wanatengwa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, wao wako upande wa nyuma, lakini pia hawa wa kawaida wako upande wa mbele. Sasa mara nyingi huwa tunajaribu wakati wa mapumziko tunakuwa tunashare nao pamoja, walao tunajaribu kukopi tabia za kawaida, na hao wasiwaone wale kwamba ni watu wa ngazi nyingine ama level nyingine. Sasa huyu mtoto wakati akiwa darasa la 4, huyu mwalimu mwaka 2024 akiwa darasa la 4, tulimchukua kule tukasema wacha tumpime, tumuunganishe kwenye mtihani wa taifa wa hawa wengine. Hauwezi kuamini, alikuwa ni mwanafunzi aliyepata A katika wanafunzi wengine wote. Na hata mwenyewe mzazi alipopata taarifa kuwa mwanae amefanya mtihani wa taifa alafu amepata wastani wa A, mzazi wake alitoa machozi. Yaani hakuamini, ikiwa ni miongoni mwa wazazi ambao walikuwa wakiwaficha watoto, wanakaa nao nyumbani wakiamini kwamba watakuwa wanaonekana kama wanaaibika kuwaleta shuleni. Lakini mzazi alianza kupata moyo mpaka akampeleka kwenye mafundisho ya pale kanisani ya kipaimara, na tulikuwa tukifanya mawasiliano na mchungaji aliyoko pale kwake. Alitupa matokeo mazuri na mpaka sasa amepata kipaimara, na muda huu yuko darasa la 6. Mwaka 2026 yuko darasa la 6 kwenye watoto, darasa ambalo ni la kawaida. Sasa kwa mtazamo huo, mara nyingi sana huwa wanapenda kumtumia kwenye masuala ya kikatili, masuala ya kuelimisha, masuala ya maigizo. Ni swala lolote huwa sipendi kuwaacha nyuma hawa. Iwe ni michezo, wanaangalia ni mchezo gani pia anaweza kamudu. Naye mwenyewe anajisikia safi anapokuwa anashiriki kwenye majukumu hayo. Ndio maana leo nikamleta kama sehemu ya mwalimu, na ukiangalia vizuri ni mtu ambaye ana kipaji ndani yake, ingawa wakati mwingine maneno tusiyasikie vizuri. Lakini kimsingi baraza la mtihani wanamtambua kwamba darasa la 6 yupo mtoto ambaye kimsingi tunamtambua, na mtihani wake huo unakuja tofauti, na hata usimamizi wake unakuja tofauti. Kuna wakati hata uandishi wake unakuwa anakakamaa vidole, hawezi kuandika. Kwa hiyo inabidi umsomee, yani msimamizi wake wa mtihani amsomee mtihani, alafu anatoa majibu kwa sauti, alafu unaandikwa. Hiyo ilimsaidia. Tulijaribu kuwapa tulishare na hao baraza la mitihani, waliliona hilo na wakasema wacha tulione kama linaweza likazaa matunda. Na uwezi amini, lakini ukimwachia peke yake unaweza ukashangaa akaandika vitu ambavyo wewe uzikana usiweze kuvisoma, lakini yeye anaweza kukisoma na akakutajia na kweli likawa jibu sahihi. Kwa hiyo nimeona nimweke katika sehemu hii ya elimu jumuishi ili tuweze kuangalia kuna baadhi ya ukatili unafanyika kwa kuwatenga watoto kutokana na maumbile yao. Naomba kuwasilisha. Karibuni sana.